Mchungaji wa kanisa hilo Raphael Michael amesema kanisa limeamua kuwaunganisha waumini na wakufunzi mbalimbali wenye uzoefu wa masuala ya maendeleo ya jamii na uchumi wa familia ili kuwapa maarifa yatakayowasaidia kujikwamua kiuchumi na kuondokana na utegemezi. Kwa majina naitwa mchungaji Raphael Michael. Ni mchungaji ambaye pia ni mwangalizi wa makanisa ya Pentecostal Assemblies of God Tanzania PAG katika wilaya ya Geita. Tunamshukuru Mungu, tulikuwa na semina ambayo inaendelea pia hapa. Mtumishi wa Mungu kutoka Dar es Salaam anaitwa Kitu cha Mungu. Semina ilikuwa inahusu kuvunja madhabahu za umaskini, madhabahu za laana, madhabahu za mateso na magonjwa aina mbalimbali. Na mtumishi wa Mungu amekazia sana katika habari zile za kuvunja umaskini, hasa kwa jamii, kwa watu kuweza kufanya nini, kujitegemea, kufanya kazi kwa bidii sana, na kutumia fursa ambazo zipo katika mazingira ambayo yapo. Kwa kweli tunamshukuru Mungu, kwa kweli semina imekuwa ni semina ambayo ni nzuri sana yenye kuvutia. Watu wamejisikia kufunguliwa kutoka katika vifungo vya aina mbalimbali. Watu walikuwa na magonjwa ya aina mbalimbali wamefunguliwa. Watu walikuwa na roho za maskini, lakini sasa wamejengewa ile moyo wa kujiamini na hali ya kujiamini ya kwamba sasa tayari wao ni viumbe vipya, wala hawezi wakawa tena chini ya laana kabisa. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hilo pia. Lengo hasa ni kuwaimarisha sana sana washirika ili kusudi waweze kudumu katika kumtegemea Mungu na katika kujua kwamba anayetoa baraka ni Mungu mwenyewe wala sio nani. Kwa hiyo lengo letu kufanya semina za mara kwa mara katika kanisa hili la Pentecostal Assemblies of God Tanzania ni kuwajengea washirika uwezo wa kujiamini, kuwajengea washirika uwezo wa kuweza, na kwamba katika akili zao watafakari sana ukuu wa Mungu, kwamba yupo Mungu ambaye anaweza kutuondolea laana zote, kutuimarishia uchumi wetu, kwa sababu yote yawezekana kwake yeye aaminie, ambaye anamwamini Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Mkufunzi aliendesha semina hiyo kutoka jijini Dar es Salaam, mchungaji Robert Kitu cha Mungu amesema imani ni msingi muhimu wa mafanikio, lakini ni lazima iambatane na bidii, nidhamu na matumizi sahihi ya fursa zilizopo katika jamii. Kitu kingine ambacho kinapelekea watu wawe masikini zaidi, kufungwa ufahamu, kutofanya kazi. Ufahamu, mtu anafungwa, umetengenezwa, nywele zinachukuliwa zinafungwa kwenye madhabahu ya mateso. Sasa hauwi mchapakazi. Mikono yako hata kama ukishika pesa inaachia. Pesa zinatawanyika tu kwenye matatizo mbalimbali. Kazi unazozianza hazifiki mwisho. Unafungua saluni inaishia mwisho, inaishia kwenye madeni, unafunga. Watu wanaanza umamantilie, matokeo yake wanafika mwisho. Hakuna jambo litakaloendelea pasipo kushughulikia hii madhabahu. Baadhi ya waumini walioshiriki semina hiyo wamesema wamepata hamasa mpya ya kufanya kazi kwa bidii na kutafuta njia halali za kuongeza kipato katika familia zao kwa kumtanguliza Mungu. Ina maana huwezi kuanzisha biashara bila maombi au bila kumshirikisha Mungu. Paka umshirikishe Mungu akuonyeshe ni biashara gani ambayo ufanye. Ninatoa wito kwa wale ambao hawakupata nafasi ya kuhudhuria semina hii, waje kwa Mungu. Mafungo yote aliyowafunga yatafunguliwa, kwa sababu tumeamini katika hili Mungu wetu anaweza. Kwa hiyo wasikate tamaa kwa vile yote aliyoyafunga, lakini pia waje tu kwa Mungu, yeye atawafungua. Maneno haya yanatufundisha mtumishi wa Mungu. Ukiyachukua haya maneno anatufundisha mtumishi wa Mungu, ukaenda kuyafanyia kazi, utaona baraka na amani na muujiza. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik.